mizigo ilifunguka na minyororo ya watu wote ililegezwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajifunza kuhusu kuona kwa tai. Tunajifunza kuhusu kujistahimilisha kwa tai kama sisi wa Kristo. Biblia inatuambia kwamba katika kutumika kwa watumishi wa Mungu hawa, sio kwamba kwa sababu walitumika au kupata jaribu, hapana. Walijaribiwa. Katika huduma kuna kuona mtu mmoja kujaribiwa ili upimwe imani yako. Asema walipofanya kazi ya Mungu, walishikwa, wakafungwa kwenye gereza. Walipigwa sana, waliteswa sana, lakini katika dhiki zao walimkumbuka Mungu. Katika mafungo yao walikumbuka kuomba na kuimba. Walikumbuka ya kwamba Mungu anapenda sifa. Inabidi tumuimbie, inabidi tumtukuze, maana katika kumtukuza Mungu tunafunguliwa. Katika kumtukuza Mungu tunafunguliwa minyororo. Bwana Yesu asifiwe. Tuulize mimi na wewe, sisi tunapotukabili tunaendaka kwa nani? Matatizo yetu tunaikimbiliaka kwa nani? Kwa manabii? Bwana Yesu atusaidie. Matatizo yetu tunaipelekaka wapi? Lakini kama unajua ya kwamba kuna nguvu ya leo, kama unajua kwamba ndani yangu ninaweza, ndani yangu nina yule ambaye ni mkubwa kuliko vyote, hauwezi ukatetemeka, hauwezi ukaangaika. Kama unajua kwamba yule ambaye ni naye ni mkubwa kuliko vyote, utamtafuta kwa kweli na kwa haki, utapiga magoti na kumuita wa Mungu na atakujibu kwa wakati. Bwana atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Asili watumishi wa Mungu, ijapokuwa walikuwa kwenye ziki, ijapokuwa waliteswa, ijapokuwa walidharauliwa, ijapokuwa walisemewa uongo, ijapokuwa walichafuliwa, lakini walimkumbuka Mungu katika ziki zao. Walijua ya kwamba ninaweza yote katika yule Bwana ambaye ananitia nguvu. Bwana Yesu atusaidie. Mimi nina ushuhuda. Nilifanya mwaka mzima, mimi nasoma kitabu cha Waefeso. Mwaka mzima nasoma tu kitabu cha Waefeso. Tulizane mimi na wewe. Na usaka bata kitabu cha maisha yako. Wakristo inabidi tushuhudize. Baada ya kutoka hapa, tukifika nchi, pita gari na tuchini.